Hello, Bwana Yesu asifiwe, na kusalimu kupitia jina la Yesu, jina lililo hai. Namshukuru Mungu ambaye ametupa wakati huu mzuri, siku nyingine njema. Na kwa wakati huu Mungu alitupa series ya somo letu la msaada na wokovu kwa njia nyingine. Na namshukuru Mungu ambaye ametupa mzigo wa juu ya hili somo na tumelifundisha mara kadhaa. Na siku ya leo naendelea na series nyingine katikati ya hili somo, msaada na wokovu kwa njia nyingine. Kumbuka msingi wa somo letu ulikaa katika kile kitabu cha Esther sura ya 4 na ule mstari wa 14, ambapo Mordekai anamwambia Esther kwamba wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine. Kwa hiyo Mordekai alikuwa anajaribu kumtahadharisha Esther kwamba hata kama utanyamaza, kumbuka kutatokea msaada na wokovu kwa njia nyingine kwa ajili ya Wayahudi. Kumbuka nilizungumza ya kwamba Mungu alitengeneza msaada na wokovu kwa ajili ya Wayahudi. Kwa hiyo Esther alikuwa anatahadharishwa ya kwamba even though hata kubali kuchukua hatua, haitazuia Mungu yeye kuweza kufanya na kutengeneza msaada kwa njia nyingine. Lengo lote hili ni kuonesha ya kwamba Mungu hana njia moja kwa ajili ya kufanya kwa watu. Mungu ana njia nyingi kwa ajili ya kufanya kwa watu. Sasa siku ya leo natamani ni kutafakarisha jambo moja ambayo inasema litawezekanaje hili? Litawezekanaje hili? Ukisoma kitabu cha Luka sura ya 1 na ule mstari wa 26, ni habari ya Bikira Mariamu alipewa ujumbe na malaika Gabrieli kwamba atapata mimba. Ni ujumbe ambao alipelekewa Bikira Mariamu. Biblia inasema mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti. Alitumwa na Mungu kwa bikira ambaye alikuwa anaitwa Mariamu. Na mstari wa 61, Gabrieli anamwambia, tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume na jina lake utamwita Yesu. Akataja pale sifa zake nyingi, mtoto huyo atakuwaje. Mstari wa 34, Mariamu aliuliza akamwambia, litakuwaje neno hili maana sijui mume? Litakuwaje neno hili maana sijui mume? Mariamu alijua kanuni ya kupata mimba. Hauwezi kupata mimba bila mwanaume. Ndio maana alimuuliza malaika kwamba litakuwaje hili maana mimi sijui mume. Manake kuna wakati ambapo Mungu anakupa kitu, lakini unawaza hichi kitu kitatokeaje? Kuna chanzo cha wewe kupata kitu fulani. Bikira Mariamu anaambiwa kwamba atapata mtoto. Swali lililokuwepo kwake, itakuwaje? Kwa nini? Sina mume. Kawaida au asili ya dunia, ili mtu apate mtoto lazima akutane na mwanaume. Mtu hawezi kupata mtoto pasipo kukutana na mwanaume kimwili. Kwa hiyo lilikuwa ni jambo ambalo ni gumu kwake kwamba litakuwaje. Manake Mariamu alikuwa hajui kwamba ni Mungu mwenye namna nyingi. Mungu ambaye anaweza kaenda kinyume na asili na mifumo ya asili ambayo sisi wanadamu tunayo. Sisi kama wanadamu tuna mifumo yetu ya asili ambayo iko. Hiyo mifumo tunaamini kwamba pasipo huo mfumo kitu hakiwezi kutokea. Lakini hapa Mungu anajaribu kutufundisha ya kwamba Mungu anaweza akafanya hata kinyume na asili za kwetu wanadamu. Manake sisi wanadamu tuna asili zetu katika dunia, lakini Mungu anaweza akafanya hata kinyume na asili ambazo sisi wanadamu tunazo. Mariamu akasema litakuwaje hili neno? Manake lilikuwa ni swali ambalo ni kubwa kwake, litakuwaje? Sasa malaika akampa jibu kwamba hilo jambo litakuwaje. Maana yeye alitaja
sina mume. Kuna wakati Mungu anaweza akakupa idea ya kitu, unasema Mungu, mimi sina elimu, mbona sina ujuzi, sina mtaji, sina fedha. Anakupa kitu fulani kwamba ufanye kitu fulani, lakini ndani yako unakuwa na maswali kwamba itakuwaje, itawezekanaje, nitawezaje mimi kweli nitaweza? Kwa sababu binafsi ukipima kiwango cha uwezo wako unaona hauna kabisa. So why hichi kitu kimekuja? Kwa sababu binafsi unaona hauna uwezo wa kufanya hicho kitu. Sasa ukisoma mstari wa 38, Biblia inasema hivi, mstari wa 35, malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Alimpa jibu, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Manake Roho Mtakatifu kwetu anatusaidia kuweza kutimiza na kufanya vitu ambavyo sisi hatuelewi. Roho Mtakatifu kuingilia kati kwenye mambo yetu. Manake tunapoishi hapa duniani tunahitaji Roho Mtakatifu aweze kuingilia kati mambo yetu. Akiingilia kati, uwe na uhakika kutakuwa na matokeo juu ya vitu ambavyo ulikuwa unavihitaji. Roho Mtakatifu alipoingilia kati, na malaika akamwambia Bikira Mariamu kwamba Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Na mstari wa 38 Mariamu anasema, na iwe kwangu kama ulivyosema. Maana yake alijaribu kukubali kwamba niko tayari kuiamini hiyo njia nyingine. Ninaiamini hiyo njia nyingine ambayo umeipanga iweze kutokea kwa ajili ya maisha yangu. Zekaria 4:6 anasema hivi, akajibu akaniambia akisema, hili neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali kwa Roho yangu, asema Bwana. Si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Kuna wakati unahitaji ni Roho Mtakatifu tu aweze kuingilia kati mambo yako, wala si kwa uwezo wala si kwa nguvu wala si kwa akili zetu. Mariamu alijua kabisa asili zimekataa. Kumbe kuna wakati ambapo Roho Mtakatifu, divine power, inabidi intervene kwenye maisha yetu. Mungu akafanyike mwema kwenye maisha yako, akafanye msaada na wokovu kwa njia nyingine. Roho Mtakatifu